Baadhi ya watu wanapata shida ya kupata mkojo kwa haraka. Hii ni hali ya kawaida sana katika jamii na inajulikana kama kibofu chenye msisimko kupita kiasi. Kibofu chenye msisimko kupita kiasi huathiri takriban 15% ya watu kwa ujumla na inaweza kutokea kwa watoto, vijana na wazee, lakini huwa kali zaidi na inaonekana sana tunavyozidi kuzeeka. Uhisi mkojo kwa haraka kunaweza kusababisha kwenda haja ndogo mara kwa mara, haja ya kuamka mara nyingi usiku, kukojoa inayojulikana kama nokturia, au hata kuvuja kwa mkojo au kushindwa kujizuia. Kwa wazee, haja ya kukimbilia chooni usiku wakati wakiwa na usingizi inaweza kusababisha kuanguka na kuvunjika mifupa, na wakati mwingine hilo linaweza kuwa tukio la mwisho katika maisha ya mtu. Kwa wale wanaosumbuliwa na mkojo wa haraka kutokana na kibofu chenye msisimko kupita kiasi, mabadiliko ya mtindo wa maisha kama vile kupunguza unywaji wa vimiminika, kupunguza matumizi ya chai, kahawa na pombe, kupunguza uzito kama wana uzito kupita kiasi, na kuepuka uvutaji sigara, haya yote yanaweza kusaidia kupunguza dalili za kibofu chenye msisimko kupita kiasi. Mazoezi ya kufundisha kibofu na mazoezi ya misuli ya sakafu ya nyonga pia yanaweza kusaidia kuboresha dalili za mkojo wa haraka na kwenda mara kwa mara kwa wagonjwa wenye kibofu chenye msisimko kupita kiasi. Kwa wale ambao hawapati nafuu kwa hatua hizi za kawaida, kuna dawa ambazo kimsingi zimegawanyika katika makundi mawili, antimuscarinic na beta-3 agonists, na baadhi ya wagonjwa wanaweza kuhitaji mchanganyiko wa zote mbili. Idadi kubwa ya wagonjwa hawa wanaweza kutibiwa kwa mchanganyiko wa mabadiliko ya mtindo wa maisha, tiba ya dawa na hatua nyingine za kawaida. Kwa kundi dogo la wagonjwa linaloitwa kibofu chenye msisimko kupita kiasi kisichoitikia matibabu, tiba maalum zaidi zinaweza kuhitajika. Wagonjwa wenye kibofu chenye msisimko kupita kiasi kisichoitikia matibabu kwa kawaida huwa na hali ya dharura kali sana au kuvuja kwa mkojo kunakohusiana na dharura, jambo ambalo linawasumbua na wanahitaji tiba za kisasa zaidi ili kudhibiti dalili zao. Tiba hizo zinaweza kujumuisha sindano ya sumu ya botulinum au usisimishaji wa neva ya sakramu. Kwa idadi kubwa ya wagonjwa, kibofu chenye msisimko kupita kiasi si tishio kwa afya, bali ni tatizo la ubora wa maisha, na hivyo hamu ya mgonjwa kutibiwa au kutaka kuongeza kiwango cha matibabu endapo matokeo si mazuri au ni ya wastani ni jambo muhimu kuzingatia katika kufanya uamuzi wa nini cha kufanya. Wagonjwa wote wa aina hii lazima wafanyiwe uchunguzi wa awali ili kuhakikisha kuwa magonjwa mengine ambayo yanaweza kuwa hatari zaidi, lakini yanaweza kufanana na dalili za kibofu chenye msisimko kupita kiasi, yanatambuliwa na kuondolewa. Kwa matibabu sahihi, inapaswa kuwa inawezekana kwa wagonjwa wengi wenye kibofu chenye msisimko kupita kiasi kupata udhibiti mzuri wa dalili zao na kuwa na ubora mzuri wa maisha.